Naam, hawa ni moja kati ya wanarita kutoka katika hija yetu hii ya leo. Leo tumeanza hija na tumeanza katika eneo hili la hija linaitwa kituo cha Msalabani. Hapa ndipo padre wa kwanza kuingia katika jimbo hili la Geita. Ilikuwa mwaka ule 1888 na ambapo eneo hili ndipo padre huyu alifariki eneo hili, na maajabu yalitokea katika eneo hili. Alipelekwa kuzikwa au kuwekwa kisiwa cha mbali huko, lakini maajabu yalivyotokea akarudi tena katika kisiwa hiki. Zaidi ya mara 3 alifanya hivi, na alikuwa mzungu, alikuwa anaitwa Peter kutoka Ufaransa huko. Ni mishonari huyu, alikuja kutangaza Injili. Kwa maana hiyo leo mahujaji kutoka Dar es Salaam na kutoka jimbo la Bagamoyo wa Mtakatifu Rita Acacia wamekuja kujionea uzuri wa kituo hiki cha hija ambacho kinamilikiwa na jimbo Katoliki la Geita, na kujionea mambo yote yanayopatikana katika kituo hiki cha hija. Hawa ni mahujaji wapo pembezoni mwa ziwa hili la Victoria wakinawa maji ili kujionea ukuu wa ziwa la Victoria. Hili ndio ziwa la Victoria ambalo ndilo liko katika mkoa huu wa Mwanza ndani ya jimbo Katoliki la Geita. Ni hapa pia eneo hili, kwa maelezo yao wanasema kuna wanyama wakali ambaye ni mamba anapatikana katika eneo hili. Kwa hiyo ndio maana usione watu wasogei kwenye maji, wanaogopa pia kuliwa na mamba. Lakini eneo hili pia limewekwa ulinzi wa kutosha kama unavyoona, imewekwa fence ile ili watu waje hapa wajisikie amani na waweze kuogelea au kuja kufanya hija. Hawa ni wanarita. Basi nitazungumza na mwenyeji wa hapa, padri mmoja. Basi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, kama nilivyokuambia, wana mahujaji hawa wamefika mpaka eneo hili la ziwa ambalo linapatikana katika jimbo hili Katoliki la Mwanza, na hapa kuna padri ambaye pia ni mmoja kati ya wasimamizi wa eneo hili, ambaye pia tuko wengi ambapo tunashirikiana nao leo. Basi padri atajitambulisha jina, atatuelekeza machache kuhusiana na eneo hili la hija. Karibu baba. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Kwa majina naitwa Padri Rafael Kabuche, ni paroko msaidizi katika parokia ya Yesu Kristo Mtakatifu, na ambaye pia nahusika kwa namna ya pekee katika eneo hili la hija, kwa sababu na taasisi pia ya shule, na ni eneo ambalo kihistoria ni eneo ambalo rasmi kama kituo cha hija lilianza mwaka 2017 kama ambavyo mahujaji hawa wameelezwa historia kwa ufupi na paroko, lakini historia yake inakwenda nyuma zaidi, mwaka 1879 mpaka 81 ambapo mapadri wa kwanza 2 na buruda mmoja walifika eneo hili kwa ajili ya uinjilishaji. Na padri anayejulikana sana na ambaye alibaki hapa kwa ajili ya kuendeleza Injili ni Padri Pierre. Huyu ndiye aliyebaki hapa, lakini hakuhudumu muda mrefu. Alifariki mwaka 1881 na ndiye sasa chimbuko na asili ya kituo hiki. Kituo hiki cha hija kilijengwa kwa ajili ya kumwenzi yeye kama padri wa kwanza aliyeingia katika jimbo letu la Geita kuinjilisha. Ni kituo ambacho kimeendelea kupokea mahujaji rasmi kwa jimbo la Geita, ambapo sasa hivi kimefikisha walau mahujaji wanaohudhuria takriban 8,000. Kwa ufupi, ni kituo ambacho kina mazingira mazuri, utulivu kwa ajili ya tafakari, ambao watu wa mambo ya kiroho inaweza kuwafaa zaidi kwa sababu ya tafakari, utulivu na wa mazingira, na hivyo ni kituo kizuri sana kwa watu ambao wanatafuta mambo ya kiroho.
ni kituo ambacho bado kinakuwa, kwa hiyo tunahitaji kukiendeleza na tunawakaribisha mahujaji wengi zaidi kutoka sehemu mbalimbali za nchi yetu, lakini hata nje ya nchi, ambao pia kama mahujaji wanaweza kuwiwa kufanya chochote kwa ajili ya kituo, pia kwa ajili ya kukiendeleza kituo chetu. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, tunawakaribisha hasa mahujaji ambao wametufikia leo wa Mtakatifu Rita wa Kashia kutoka jimbo kuu la Dar es Salaam. Tunawashukuru sana na tunawakaribisha mahujaji wengine kutoka sehemu mbalimbali kutufikia na kujifunza na kupokea mpako uliopo katika eneo hili la kituo cha hija cha Nyamatongo Msalabani. Asante. Faza, mimi nikushukuru sana kwa maelezo hayo kwa kifupi kuhusiana na eneo hili la hija. Basi mtazamaji na mfuatiliaji wa Kanisa TV, utume popote ulipo, YouTube unatupata pale vizuri. Matukio mbalimbali haya tunaendelea kuinjilisha ili kuinua kiroho zaidi. Basi kama unavyoona hapa, mahujaji wapo katika eneo hili la ziwa angalau wakipata baraka ya kugusa haya maji, kama ni sehemu yao uinjilishaji wameufanya huku na kuja kutembelea huku. Basi tunaona hapo katika safari yetu tumeambatana na masista kama unavyoona hawa na mapadri pia ambao tumesafiri nao, ikiwa lengo kuwa kiroho, lakini pia kumtukuza Mungu na kumtangaza siku zote za maisha yetu. Yuko pia hapa mwenyekiti wa parokia hii, na yeye ana chochote anaweza kutuambia, na mkuu wa shule hapa pia wanasema katika eneo hilo kituo imejengwa shule. Hemu mkuu wa shule, tumsifu Yesu Kristo. Unaendeleaje ndugu yangu? Tunaendelea vizuri kwa kweli, tunamshukuru Mungu. Hongera sana. Hebu tueleze kidogo shule yako inaitwa nani na jina lako na mnahusiana na kituo hiki? Twende. Shule yangu inaitwa Kaze King Antakuba Boys. Ni shule ya wavulana ambayo ilianza mwaka 2025 na sasa ina vidato viwili, kidato cha kwanza na kidato cha pili. Na shule hii imejengwa mahususi zaidi kwa ajili ya kukilea kituo hiki cha hija, ambapo mahujaji kutoka sehemu mbalimbali hasa parokia za jimbo la Geita huwa wanakuja kuhiji. Kwa hiyo tuko mahali hapa na wanahija, nadhani nawakaribisha sana katika kituo hiki. Karibuni sana. Hongera sana mkuu wa shule kwa kutulelea vijana wetu hapa, na Mungu akubariki sana. Naamini wengi wataona hii klipu, watawaleta watoto wao hapa. Ni boarding au ni shule ya boarding? Shule ya boarding. Kwa mwaka shingapi? Kwa mwaka ada ya mwaka ni milioni 1.6. Hongera sana, ni hela nzuri, ni bei rafiki. Tunawakaribisha sana kuwaleta watoto katika shule hii. Ukiwaleta watoto eneo hili wanakuwa kiroho na kimwili. Amina. Tunaye pia hapa wakilishi wa walei hapa, mwenyekiti, tumsifu Yesu Kristo. Amina. Habari uzima. Unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Revocatus Justin Mtambula. Okay, tuambie na wewe juu ya kumakaribisha wageni hawa, kama ndo walei, ndo mwenyeji wetu, utatuhakikishia nini hapa, tutakula nini? Tutatoka na zawadi gani ndani ya maji haya? Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya tunda hili la kituo cha hija ambalo tunaona linaleta mafanikio makubwa sana kwa jimbo letu. Leo zimetukutanisha na watu wa Dar es Salaam ambao pengine tumetengeneza mahusiano, tulikuwa ndugu, tumefahamiana. Kwa hiyo tuwakaribishe tu wakati mwingine, karibuni, tuendelee kumtukuza Mungu kwa sala na zawadi ya maisha. Nikushukuru sana mwenyekiti wa eneo hili, yani mwenyekiti wa parokia hii, ambayo ndani ya parokia hii ndo kuna kituo hiki cha hija. Ametukaribisha na kuendelea kututia moyo katika utume wetu huu au katika hija yetu hii, ili kile kilichotuleta huku tuweze kukichota na kuhakikisha tunaweka alama walau eneo hili, na tuonekane eneo hili la kituo hiki kiweze kuwa cha kimataifa, lakini pia na kihudumia watu wote wa kanisa moja takatifu Katoliki.